iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yote ile kumuona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya. Wakienda kuroga nasi tutaroga, wakienda kuchimba nasi tutachimba, ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwakani yanaenda kufanyaje, kwenda kutimia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia ni striker bora, na Simba hakuja kwa bahati mbaya, amekuja kwa malengo ya Simba, na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Kwa hiyo nasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani, ya Simba, na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Chemiko Kisugu, kwa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa juu ya winga wa Simba Sport Club Libase, kuna taarifa ilikuwa inasemekana Libase kuna ofa ambazo zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, na taarifa ambazo zilikuwa zinaendelea kuwa msimu unaoanza inakuwa kuna advantage ndogo sana kusalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Libase yeye amesema mwenyewe hatakuwepo na atazidi kuwepo zaidi. Kwa namna jinsi ulivyomuona Kalesto kwenye namna anavyocheza msimu na Libase yeye, kuna watu watatapika damu kama semaji alivyosema, watu waje uwanjani na dawa ya pumu. Yes. Kwanza pia nirudie tena kuwapongeza management ya Simba. Simba ni club kubwa. Simba lazima waishi kwenye malengo yake. Na malengo ya club kubwa siku zote kwenye dunia kuhakikisha wanachukua mataji. Na moja kuchukua mataji kuhakikisha kwamba wachezaji wako key player unapambana nao wanabaki kwenye timu. Kwa hiyo lazima nipongeze management ya Simba kwa namna ambavyo wamepambana, wale wachezaji quality player wote wa Simba wamefanyaje? Wamebaki. Maneno yalikuwa mengi sana. Wachambuzi walibadilisha maneno mno. Lakini mwisho wa siku Libase Agee jana ameripoti kambini na ameanza mazoezi na Simba. Hii inaonyesha namna ambavyo Libase bado tunaye. Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri niseme bila kificho, Libase yale maneno yalikuwa anasema alikuwa anayasikia. Libase akajua baadhi ya wachambuzi wengi Kiingereza hawajui. Na ndio maana jana Libase akatumia maneno ya Kiswahili akasema nipo sana Simba. Aliwasaidia watu jana. Maana yake anakwenda kutengeneza msaada kwa wale ambao wasiojua lugha ya nini? Ya kigeni. Anakwenda kutafsiri kwa lugha sahihi kusema bado yupo sana Simba. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja kwetu. Lakini niseme leo hii, waandishi mmemaliza kunihoji Ibrahim Dumbia, mtakwenda kunihoji kuhusu Kalesto. Kila mchezaji mtakwenda kunihoji, lakini ukweli ndio hivi, Simba umesajili wachezaji quality player. Ulimuona Rudini kwenye mechi ya Simba aliocheza na Mogadishu. Goalkeeper wa kwanza alicheza mdogo wangu Aberi. Namba 2 alicheza Duchu. Sikilizeni hiyo list alafu muje muangalie namna ambavyo Simba imesajili wachezaji quality. Namba 3 kacheza Natairi Chilambo. Kwa mara ya kwanza mwalimu Steven Becker anafanya surprise, anamchukua Mligo baada ya fullback kushoto na kwenda kuzima kata fullback 4. Nani anakataa? Nani anakataa? Namba 6 kacheza mchezaji bora Kevin Nation. Midfield juu ana clash, chini ana Devela. Chini ana Devela. Ametulia. Lighting namba 7 amekwenda mdogo wangu Abubakari. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player. Lakini wakati nataja listi first 11, mkamfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko ile vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba na kwenda kumchezea namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake walivyofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambavyo wanavyotaka kama klabu kubwa. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao
amewatoroka. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi ende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wewe? Kuna mtaalamu amewatoroka tena mikono. Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka, huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara ya mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingeni kwenye ukurasa wa Patrick Pili ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maifluencer, lakini timu yenye maifluencer bora ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Wale wengine wana nini mikono? Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe. Na apewe nafasi kubwa, wengine wataisha kaburi moja tu kupiga kelele hapo. Nyinyi mmekuwa mashahidi, waandishi. Mlikuwepo kwenye paredi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani aliyokupata nafasi ya kunyanyua kombe? So wa Simba. Kwa yule nyinyi mnamtambua mwanafamilia wenu. Kuna muda mwingine kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Yaani Mchome ni mwanafamilia. Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Wa Mungu. Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Anamtambua. Sasa nyinyi shida nini? Unaona nyinyi mnamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa na jeuri? Thibitisha hili. Nimesema hivi. Kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Anamtambua Mikoi. Lakini bado anakuwa nani? Shetani. Na nyinyi mnamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Kwa hiyo ninachosema juzi, haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na ya mambo, anapoteza muda, hana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu, Anasoro naye aendelee kupiga kelele makaburi moja hapa, Odianga aendelee kupika pilau. Okay, na leo Kevo arudi shule akaongezea degree yake, maisha yaende. Juzi moja katika siku ya muhimu, juzi wameambia watu wasilale. Watu wamekesha, sio mimi. nani huyo? Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao kwa maelezo yao. Surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? What a player. Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Harris Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Hujapinga kwenye hilo. Waandishi wa habari, mnapoona influencer wa Simba, wakimbilieni na wapeni mic, kwa sababu ni watu muhimu na wanajua nini wanafanya. Wewe Makonde, unanisikia? Kwa bahati mbaya na bahati nzuri, tunawapongeza, umuhimu wetu wanajua, na ndio maana wanatuita kwenye sherehe zao kwenda kuwatangaza watu ambao sisi wanaotudhamini Simba Sports. What a player. Lakini Mikoi ni kama ni rahisi nyinyi kurubuniwa sana na Wanayanga. Hivi katika siku ile kama unasimama na wasomi, kati ya wale na hawa, kati ya mdhamini wao na mdhamini wetu, mdhamini gani alikwenda viral? Betway. Kijana ameitwa. Na yule kijana ana akili, Mungu ampe maarifa marefu. Alipopewa maiki ya Azam akasema mkiona keka katikati hapa, nembo itakayoonekana, akatanua kifua hivi. Leta ionekane vizuri. Hii inaonyesha namna ambavyo influencer wa Simba wana mvuto mkubwa kwenye jamii.